Karibu sana mwanamichezo kokote pale ulipo, karibu tuzungumzie mengi ya kimichezo. Leo hii niko na shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga maarufu kama Kizinga, hapa mwenyekiti wa tawi la Young Africans Makumbusho. Mimi ni Aaron Junior, nyuma ya kamera yupo director Moji. Nitakuwa naye hapa kuzungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na klabu yake, lakini pia kuhusiana na mtani. Kizinga, uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Inaonekana walikuwa wanalalamika sana swala la mchezo kupeleka Zanzibar, ni wewe. Viongozi wa Simba kiukweli hawajawatendea haki watu wa mpira. Kwa nini? Kwa sababu taarifa walikuwa wanazo muda mrefu kuhusiana na game kwenda kuchezwa Zanzibar. Kwa sababu mimi nilikuwa najiuliza kitu kimoja. Watu wa Berkane tayari walikuwa wameshafika Amani pale. Walikuwa wameshafika Zanzibar kwa ajili ya maandalizi. Wanajua finali inapigwa pale. Na viongozi walikuwa wanajua finali inapigwa pale. Kwa nini wametuuzia tiketi za Benjamin Mkapa? Mimi ni miongoni mwa watu ambao wamekata tiketi. Umekata tiketi? Tiketi ninayo ndio. Support mtani. Tiketi nimekata kwa sababu ya kwenda kuangalia finali ya kafu. Jambo la kitaifa. Yaani naenda kuangalia finali ya kafu. Angalia timu ya Berkane inacheza vipi mpira. Berkane au mtani? Hapana, mimi mtani naomba kabisa apigwe vibaya mno, afungwe. Wenyewe ndio wameuondoa utaifa. Lazima tuwaambie wajue, usitegemee support kutoka kwa Yanga. Sababu hata wao hawataki sisi tufanye vizuri. Kama wao hawataki sisi tunataka. Na nyinyi hamtaki? Sisi hatutaki, hatuko tayari. Tiketi mlinunua kwa ajili ya kwenda kumsupport mimi nimekata tiketi kwa ajili ya kwenda kuangalia finali. Kwa sababu unajua hatujawahi kushuhudia finali, yani ile mwisho kabisa, mchezo wa mwisho unakuja kuchezwa katika ardhi yetu ya nyumbani. Kwa hiyo finali hii unakwenda hata wewe kuandika historia katika maisha yako kwamba nimekwenda kushuhudia Berkane akikabidhiwa kombe lake pale Benjamin Mkapa. Umeona bwana? Hasa mwisho wa siku wametuingiza mkenge, tunasema. Wametukatisha tiketi, lakini mechi iko Zanzibar. Na walikuwa wanajua kabisa. Ndio maana mimi nimejitokeza hadharani, nimelalamika. Na tayari nimeshamwandaa mwanasheria wangu na wapeleka mahakamani wakanilipe hela yangu. Kivipi? Wamesema mtazitumia siku ya Simba Day. Mimi sijakata tiketi kwa ajili ya bonanza, nimekata tiketi kwa ajili ya finali. Na nina taarifa nimezipata hapa za chini ya carpet. Mashabiki wa Simba wana taarifa kwamba mimi Jumapili nitakuwepo Amani pale na kwenda. Naenda kukata tiketi nyingine, naingia finali kwenda kuangalia finali Berkane anavyochukua kombe. Lakini taarifa nilizonazo, mashabiki wa Simba wakiongozana na Mandala na wengine wote wameandaa mpango mkakati, wakiniona kwenye boti wanitumbukize baharini. Kwa nini? Wanajua mimi na mambo haya. Mimi nakwenda kukata tiketi ya kuingia kuangalia finali. Lakini pia nawafuata na viongozi wa Simba wanipe hela yangu. Hela yako? Ndio katia tiketi. Ndio kata tiketi. Wamesema mtaingia Simba Day. Mimi siendi kwenye bonanza, sijakata kwa sababu ya bonanza, nimekata kwa sababu ya finali ya shirikisho. Alafu tuambie Watanzania wajue, hii ni mara ya pili. Mara ya pili kwa nini? Kwa sababu Simba mara ya kwanza tulipaza sauti sana. Walikuwa wanajua kabisa wale Konstantini walifungiwa mashabiki wao kwa sababu ya vurugu walizozifanya. Kama imeanzia kule, walikuwa wanajua moja kwa moja inafuata na huko. Na viongozi wa Simba walikuwa wanajua kabisa mashabiki wao wamefungiwa. Lakini waliuza tiketi Benjamin Mkapa. Tukanunua tiketi zilikuwa nyingi. Na mimi nilinunua ndio kwa ajili ya kwenda kuangalia Simba na Konstantini. Lakini baadaye katoka taarifa kwamba mashabiki wamefungiwa kwa sababu walingoa viti na vurugu. Wakaelekeza watu waende Mwembe Yanga. Mimi sikwenda Mwembe Yanga kwa sababu hainihusu kule. Nikasalia kukaa nyumbani. Lakini mechi iliyofuata walisema ile tiketi itakwenda kutumika kwenye mchezo wa hatua ya robo finali ambayo ilikuwa inawakutanisha Simba, baada ya kupangwa ilikuwa ni Simba na wale Al-Masry, si ndio? Lakini hatua ya robo finali walikuja kauza tena tiketi nyingine tena. Umeona mara ngapi hiyo? Mara ya pili. Kwa hiyo wanafanya vitu ambavyo ni kwa makusudi. Kwa hiyo ifikia hatua watu wajue kwamba tunapozungumza viongozi wa Yanga ni bora, tuna maana. Hapa ndo utakapoona utofauti wa engineer, utakapoona utofauti wa Rafati Ibrahim Samuel, yule mkurugenzi wa wanachama na mashabiki, mjomba wetu yule. Yaani yule mjomba wetu kama mzazi wetu. Yule pale Ali Shaban Kamwe, utaona namna gani ambapo hawataki kuwakera wanachama wala mashabiki. Wako vizuri kuhakikisha hawa wanakwenda vizuri. Na hapa ndo utakapoona matajiri, hawa matajiri. Ni tajiri yupi ambaye ni mtu wa mpira na anawajali watu wake? JSM hawezi kufanya vitu kama hivyo. JSM kama sasa hivi ameshatoa usafiri wa kwenda Zanzibar bure na kurudi. Na mechi mtu naangalia. Na wao wanatakiwa kufanya kitu kimoja. Wale wote ambao mmekata tiketi zenu, kuna usafiri pale bandarini. Tunakwenda na mtatumia hizo tiketi zenu. Sio wote watakaotoka wataenda kule. Lakini wale ambao watakuwa hawawezi kwenda kule,
wanaweza wakazitumia tiketi zao kwenye mchezo wa Bonanza. Hata sisi ambao tumekata tiketi kwa ajili ya fainali, unipeleke mimi kwenye Bonanza? Ndio maana nimejitokeza kusema na wafuata viongozi wa Simba siku ya Jumapili. Mechi inaisha tu, mimi nipo na Mangungu. Mangungu nipe hela yangu. Tiketi hii hapa, Benjamin Mkapa. Mchezo huu hapa, Simba fainali na Berkane umeuza. Nipe hela yangu ya VIPB, atanipa. Atakupa. Atanipa hela yangu Mangungu. Kwa nini utuzie tiketi na unajua kabisa email imekuja muda mrefu? Walikuwa wanapambania kama viongozi wahakikishe mechi inacheza kwa Mkapa, lakini imeshindikana. Namna ya kupambania, unatakiwa upambane na mtu sahihi. Hawa watu wamefanya makusudi. Kulikuwa kuna kwa Engineer Harris. Waende kwa engineer? Ndio, Mangungu alitakiwa kwenda kwa Engineer Harris na wote walitakiwa kupiga goti kwa Engineer Harris. Engineer Harris, wewe kama rais wa virabu vyote barani Afrika na una tuzo ya kuwaunganisha Wanaafrika pamoja, wewe ni mtu sana. Hebu hili jambo hili tengeneza kwa ajili ya wakina Kizinga waliokata tiketi za Benjamin Mkapa hapa. Zungumza na Rais Musepe, zungumza na viongozi wenzako wale. Tumia mamlaka yako kama mwenyekiti wa virabu vyote na wamekupa na tuzo, kauli unayo. Zungumza nao, mchezo uje Benjamin Mkapa. Ilikuwa issue moja tu, Engineer Harris alikuwa anapiga simu kwa Musepe, jambo linakuja hapa. Akifanya Engineer ana baya miongoni mwa watu, nikwambie, miongoni mwa watu ambao wana mioyo safi na roho safi, yani ambao wamebarikiwa kabisa kiukweli, ni Engineer Harris. Kwa mtu ambaye hujabahatika kukutana naye hivi, unaweza ukamwona labda ni mtu fulani hivi snitch, lakini hapana. Kwa sisi ambao tuko naye muda mwingine, tunaona namna ambavyo amekuwa anafanya kazi na kila mtu yote kwa kirafiki. Yes, kwa wangemfuata ilikuwa ni ndogo sana, mechi ingepigwa hapo. Lakini wanamchukua magoli, wanamchukua sijui nani. Unakwenda kusimama kwenye uwanja Benjamin Mkapa, unapiga picha. Tena picha kuonyesha uwanja kwamba hauna tatizo. Mbaya zaidi unatumia snap. Nani alitumia snap? Wametumia snap kupiga picha Benjamin Mkapa, afu wanamtumia Musepe. Piga picha kwenye uhalisia ili aone kwamba uwanja bado. Tuwaambie Watanzania. Kwanza Benjamin Mkapa ni uwanja ambao tayari uko kwenye marekebisho, lazima tukubali. Wale waliokuwa natamani ukachezwe pale, CAF wameangalia baadhi ya vitu. Robo finali imechezwa pale, wachezaji wametoka wameloa matope. Leo hii finali ya mwisho ipeleke pale Benjamin Mkapa, marekebisho ya pichi bado. Na naibu waziri amethibitisha marekebisho yaliyofanyika hajahusiana na pichi. Kwa hiyo kile kitendo cha kucheza pale mvua ikinyesha, hawezi kuwepo pale rais wa virabu vyote barani Afrika Engineer Harris achukue lile kombe anawakabidhi Berkane kwenye matope, wachezaji wa Berkane wameloa matope. Na wakabidhi Berkane. Mbona uweki uzalendo mbele Kizinga? Tunahitaji uzalendo kwa sababu Simba ni mwakilishi pekee aliyebakia. Rais kiwa kuchukua ile ndoo huwezi kumkabidhi kapteni akiwa ameloa matope, sio kweli. Kwa lazima heshima iwepo. Kwa nini msithamini vitu vya ndani? Na ndio maana tunazungumza Zanzibar. Leo hii unaona mashabiki waliokwenda Zanzibar wanakwenda na kurudi leo hii, lakini wanakwenda Zanzibar hakuna mapokezi yote waliopata. Inasikitisha sana. Mapokezi kivipi? Hujaona mapokezi hamna Zanzibar pale. Si kuna mashabiki wametoka huko wameenda. Wamefika Forozani pale. Mimi naongea na KM Ziwanda, ananiambia bana, hali ni mbaya hapa. Mashabiki wa kutupokea hakuna. Naomba poleni, mmeataka wenyewe. Mashabiki wa Simba waliwabeza wa Zanzibari kwamba hawataki kwenda kutumia ule uwanja. Sio uwanja sahihi kwao. Uwanja sio sahihi kwa sababu gani? Ule uwanja kuna vitu gani pale? Wewe unatakiwa ucheze mpira kama quality unayo, utacheza finali. Nami nilishangaa. Na nikawaambia kabisa, msimsikilize Mandala. Mandala anaongeza genge la wahuni. Anawaambia uwanja hautufai. Hatuwezi kushinda kigoli kimoja. Na kati lile goli moja limekupeleka finali. Na kazi kubwa sana mimi kama nahodha mashabiki kuwaelimisha mashabiki. Hasa mashabiki wanaoniumiza akili yangu ni mashabiki wa Simba. Kidogo hata Dr. Mo kidogo unaweza kukaa naye chini ukamweleza kitu akakuelewa. Lakini mtu kama Mandala ameshazoea kukaa kama Wananyamala visiwani huko. Ni mtihani sana. Kwa hiyo tuwaambie kwamba walianza wao kutoa kashfa kwa Wazanzibari. Wazanzibari wamekasirika. Kumbukeni Dr. Mwinyi ameutengeneza ule uwanja kwa gharama kubwa kwa kuhakikisha Zanzibar inakuwa inapendeza. Miundombinu inakuwa ni mikubwa sana. Lazima tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha miundombinu ya Zanzibar na Zanzibar yenyewe tunaitangaza Simba na Yanga. Leo hii Dar es Salaam Africans chini ya Engineer Harris wana dhamana kubwa sana
ya kuitangaza Zanzibar. Na umeona, umeshuhudia. Miongoni mwa watu ambao kuwepo pale mashuhuda ni pamoja na Priska Kishamba. Kishamba alikuwepo pale wakati wote tukiwa wote pale kwenye mkutano kwa ajili ya uzinduzi wa mechi kubwa ya maregent wa Zanzibar pamoja na wa Brazil. Leo hii Dar es Salaam Africans anahusika moja kwa moja katika kukuza utalii wa Zanzibar. Ronaldinho Gaucho, mchezaji bora wa dunia, anakwenda kuiona jezi ya Dar es Salaam Africans imeandikwa Visit Zanzibar. Anauliza hii nini? Anaambiwa Dar es Salaam Africans hawa wanapatikana Tanzania na hii Zanzibar ni sehemu ya kivutio. Anakubali kuja Zanzibar kwa ajili ya Yanga. Kwa ajili ya Yanga. Ona vitu anavyofanya Engineer Hersi. Engineer Hersi ukimwangalia hivi jicho la ukaribu hapa, huwezi kumfaidi, ila muangalie mbele baadaye. Na ninakuibia siri, kuna bomu analitengeneza hapa. Kama tulikimbiwa tarehe 8 na matarajio yao ni kutukimbia tena kwenye kombe la CRDB Federation. Amini nakwambia msimu unaofuata tunakimbiwa tena kwa mara ya pili, mara ya tatu. Sawa, Kizinga, tuhame hapo. Tunafahamu kwamba star wenu wa Young Africans Azizi Ki tayari ameondoka bwana. Masikitiko hakuna? Azizi ameondoka. Niseme kitu kimoja, wana Yanga hatumdai Azizi. Miongoni mwa wachezaji ambao nimethubutu juzi kumuombea dua ni mimi, Ki Azizi. Hasijawahi kuona katika wachezaji wageni mtu ambaye ana nafsi na roho ya upendo kama Azizi. Kwa nini? Azizi ilikuwa aondoke kwenye msimu ule ambapo alifanya vizuri alafu mkataba ulikuwa umekwisha. Lakini kutokana na wema ambao amefanyiwa na Engineer Hersi, kutokana na namna ambavyo Engineer Hersi kamlea kama mtoto wake, alithubutu kumwahidi Engineer kwamba sitaondoka bila kukuachia faida yoyote. Kwa hiyo Azizi aliutanguliza utu, pesa akaweka pembeni. Ukiangalia Mayele aliondoka tumebembeleza sana, lakini Mayele aliangalia pesa kuliko utu na binadamu. Akafuata pesa. Na kweli tunakubali alifuata pesa kuja kutafuta. Lakini Azizi ameutanguliza utu. Kumbuka matajiri wengi wa Kiarabu wana hela. Akiweka hela pale sisi hatuwezi kumzuia mchezaji. Lakini Azizi anaamua kubaki na sisi kwa lengo la kutupa faida. Lakini leo hii ametoa option na saini mkataba, ikitokea timu ni uzeni ili nanyi mpate kunikumbuka kwa hichi hapa. Tunashukuru amelifanya hilo. Kwa hiyo Azizi kiukweli hatumdai, ameondoka. Sasa hivi kuna tetesi ambazo zinasema Clement Mzize huenda naye yupo njiani kuondoka. Na huku kwa watani wa jadi wanakwambia tayari wameanza kuvunja timu yao, kwa hiyo tunaanza sasa kuwapiga wao. Na nikwambia kitu, miongoni mwa watu kuondoka ni pamoja na mashabiki wa Simba. Kwa nini? Juzi nilikuwa nao takriban watu 4-5 wakifurahi kweli, hasa mashabiki wa Simba wanatawi lao moja Makumbusho, hapa wanajiita wekundu wa Makumbusho. Wakina Hamisi Mzalamu hao. Hawa vijana wa hovyo kweli walipata kufurahi. Wamefanya sherehe na kuambia wanagongesha hivi bia. Wanaona sasa Yanga inafungika. Wanasema kwamba miongoni mwa watu ambao walikuwa wanatupa homa na waliofanya sisi dabi kairishwa ni pamoja na Azizi. Taarifa ndio nimepata juzi, kumbe Azizi alihusika moja kwa moja kwenye ile mechi ya tarehe 8. Kutoleta timu. Kwa sababu waliambiwa kwamba Azizi ni majeruhi. Kumbe ni mtego. Baadaye walivyokuja kupata taarifa kwamba Azizi sio majeruhi, ni mzima wa afya, wakasema sio kweli. Kama la golini hayupo, alafu na Azizi yupo ndani, sio kweli. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao wamefurahi Azizi kuondoka ni pamoja na watu wa Simba. Tuwaambie kitu kimoja, wana Yanga popote ulipo, tabu iko pale pale. Nimebahatika kuzungumza na Engineer Hersi juzi kwenye mechi ya vijana pale Chamanzi. Anazungumza balaa linalokuja kubwa mno. Kuna balaa linakuja. Unawatisha. Engineer Hersi, GSM, hawa watu wamedhamiria kuhakikisha Yanga anafika mbali kwenye anga la kimataifa. Sio kwenye michuano waliofeli. Anga la kimataifa, klabu bingwa. Kuna midude inashuka pale, kuna chombo moja natoka huko wapi huko anapaita alikotoka nani kule. Sawa bwana we. Kwa kinapita Sharulile huko unaambiwa so South Africa. Huko wapi huko panaitwa jipa anaitwaje huko? Namibia. Chombo inatoka Namibia. Yaani huyo winga ukasubiri. Yaani hiyo winga hiyo acha wewe. Simba nasikia mnaenda kugonga hodi Mpanzu naye. Nani kasema huyo? Wale wana Yanga. Hatuwezi kuchukua mchezaji ambaye hana hata shoot on target hata moja. Kivipi? Anacheza na Waarabu walipata shoot on target hata moja, umeiona? Kwenye mechi moja tu lakini. Hapana, yule sio mchezaji wa kuja hana viwango vya kuchezea Yanga nikwambie. Mpanzu. Ndio nakwambia. Engineer Hersi pamoja na kuwa na ukubwa wake hawezi kuchukua mchezaji huyo kumtoa huku.
hata kama tunaambiwa ni mchezaji ambaye yupo kwa mkopo wa miezi 6. Hiyo kwetu sisi Engineer Hersi hawezi kufanya. Niwaambie tu wana Yanga, kaeni mtulie. Tuna mijitu ya mlaba. Mfano ukimwangalia Jonathan Soa, ni mchezaji ambaye ameingia tu hapa katikati. Ana goli takriban 11 12 sijui. Si ndio? Huyu akiwa hapa juu yuko yeye, alafu chini yake yuko Fei Toto. Hebu subiri kwanza. Yuko Fei? Fei anarudi. Yaani mmoja kati ya wachezaji ambao hivi unajua mimi na mtoto nilimpa jina kwa sababu ya Fei. Faisal. Nyinyi si ndo wana Yanga mlikuwa mnamjua mtoto atakayetoka tumboni, lakini mimi nikampa jina ambaye huyu mtoto akiwa wa kiume Fei Toto. Akiwa wa kike mama yako utajua mwenyewe utampa nani, lakini mimi kwangu Fei huyo hapo anarudi nyumbani. Na tuwaambie wale wote mlikuwa mnatuchonganisha na mama yake. Sisi na mama yake hatuna ugomvi. Ugali na sukari mama yake anakabisa kwa ile upendo kutu. Sisi kwao. Sababu mpaka sisi ugali sijui nini yale yalikuwa ni wachezaji takriban 4 ambao wameonyesha hisia zao za mapenzi ya timu zao. Wa kwanza ukimzungumzia Mlisho Khalfan Ngasa, Simba walishawahi kutaka kuchukua milioni 200 kutoka kwa Al-Merreikh ya Sudan. Akaingia mitini na kwenda Dar es Salaam Africans. Huyu alikuwa na mapenzi ya dhati. Fei Toto mimi namshuhudia mchezo na Kagera. Fei Toto anadondosha machozi yake, analia, watu wanambembeleza, nyamanza. Ndio mpira. Hakuna mchezaji alishawahi kutoa machozi kwenye ardhi kwa sababu ya timu yake hii. Umeelewa? Kwa kwangu mimi hiyo nasema ni upendo wa hali ya juu. Fei Toto anaipenda Yanga, acheni kusumbua. Lakini kocha wa Simba Faldu Davis alisikika akisema anahitaji mzawa kwenda pale Simba kuisaidia, na watu wakachekecha ubongo wakasema Faisal huenda akahitajika Msimbazi. Walishamtaka sana Fei lakini wameshindwa kutokana na vitu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Engineer Hersi ni mtu sana, afu na akili nyingi. Alijua kabisa huyu mtoto hizi vurugu zote huenda Simba ndo kwa anazifanya. Kwa hiyo pale sasa akaamua kuuzwa nje bilioni 1. Humu ndani nani ambaye anaweza kutoa zaidi ya milioni 700? Hawezi kutoa. Haya, okay, labda nikuulize kitu kingine. Yanga anatoa milioni 700. Unachukua Azam zote peke yako. Lakini Simba anatoa milioni 800 ambazo ndani ya hizo milioni 800 uchukue milioni 700 uwape Yanga au baki na milioni 100. Utakubali? Ni jambo ambalo halipo. Kwa hiyo mtego aliotengeneza Engineer ni mtego ambao wao hawawezi. Na kuna taarifa nilizipata za kikachelo. Kulikuwa kuna mpango wa kwenda kubadilisha ule mkataba kwa lengo la kutoa kile kipengele cha mauzo ya ndani Yanga apate, mauzo ya nje Yanga apate, lakini hakuna kitu ambacho unaweza kukitengeneza ambacho tayari watu wamesha saini. Huwezi, acheni janja. Kila mtu anatakiwa kusajili, atengeneze timu yake. Pale ambapo atakuwa amefanya vizuri, sawa. Pale ambapo atakuwa amefanya vibaya atarudi kujipanga kwa ajili ya kufanya vitu vingine. Kwa kwangu mimi kwa usajili ambao unauona mbele, ni waombe tu wana Yanga. Kama wewe ni shabiki, basi jitahidi hapo hapo ulipo. Toka kwenye ushabiki njoo kwenye wanachama. Kata kadi yako, lipa ada yako, alafu uone vyuma ambavyo Engineer Hersi anakuletea. Vitakuwa vyuma vya moto sana. Mimi nakwambia tunakimbiwa kwa mara nyingine. Wanatukimbia. Kwa kumalizia, Kizinga, neno lako kwa mchezo wa siku ya Jumapili, mtani wako Simba dhidi ya RS Berkane. Kwa kumalizia kidogo. Mimi mchezo wangu ni waambie tu kitu kimoja. Tunategemea kuona mchezo mzuri. Refari achezeshe vizuri, Simba waingize timu, wajiamini vizuri, waende wakapambane. Kwa sababu ndo mchezo wa mwisho. Finali iko mkononi. Chochote kinaweza kikatokea. Unaweza ukapata matokeo kama utakuwa umejiandaa vizuri. Lakini si vyema kuanza kuleta uoga, kuanza kujitoa mchezoni. Sababu unajua hao wamejitoa mchezoni wenyewe. Lengo la kungangania Benjamin Mkapa, tayari watu wameshajua kinachokufanya unganganie pale ni nini. Kwa hiyo watu wamekuhamisha kutoa pale kwenda kule. Kwa hiyo focus yenu sana iende ikafocus kwenye mambo ya mchezo. Wachezaji wakajitoe, wakajitume, wahakikishe kwamba sasa ni wakati wa sisi kufia uwanjani. Kwa lengo la Mwali yule pale ametulia. Umeelewa? Mwali akivuka maji akiondoka, taifa mmeshalitia doa. Umeelewa bwana? Kwa hiyo twende tukashuhudie finali iliyokuwa mzuri, ila viongozi wa Simba langu mnanipa. Jumapili mimi niko kwenye boti Zanzibar. Nenda kudai chako. Naenda kukata ya pili. Na nikitoka hapo mimi wangu naye anipetiki. Asante sana. Bwana, huyo ni mwanachama lakini pia ni shabiki wa Young Africans. Umemsikia hapa akizungumza mengi zaidi, hususan anakuambia siku ya Jumapili ataenda kule visiwani Zanzibar kukutana na viongozi kwa ajili ya kudai pesa ya tiketi yake ambayo ilikata kwa ajili ya finali ambayo ilibidi ichezwe Benjamin Mkapa. Mimi ni Aileen Junior, nyuma ya kamera yupo director Moji.